أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وصلاة الله وسلامه على سيدنا وشفيعنا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله إخوة الإيمان، tumshukuru mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha tena katika kipindi chetu hiki cha nasaha za kidini. Alhamdulillah, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa rehema yake na taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile rehema na amani zimshukie na zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, pamoja na ali zake na masahaba zake na wema wote kwa jumla. Alhamdulillah, kwa taufiki ya Allah, ikiwa leo tuko tarehe 15 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tumeugawanya mwezi wa Ramadhan, na kiwa bado tunaendelea na saumu ya Ramadhan. Na alhamdulillah, kwa kuwa mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa mavuno, ni mwezi wa ibadat, ni mwezi wa sadaqat, ni mwezi wa khairat mbalimbali. Alhamdulillah, watu wanajipinda kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake na nafasi yake na nguvu zake katika kufanya ibadati mbalimbali, kwa sababu mwezi wa Ramadhan ndio mwezi wa mavuno, ama ni mwezi wa kuvuna khairati na maghfira na mingi sana. Alhamdulillah. Lakini ikhwata al-iman, katika ibadati zote hizi ambazo kwamba tunazifanya, katika amali zote hizi ambazo kwamba tunazifanya, hasa kwa wingi zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhan, ili zifaulu, ili zikubaliwe, ili zipokelewe katika mikono iliyokuwa salama, ni pale tutakapokuwa tumetengeneza nia zetu, tumerekebisha nia zetu. Kwa sababu hizi ibada tunazozifanya, kila mmoja anatafuta maghfira na anatafuta ukuruba, ama kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama na rehema zake. Lakini tufahamu na tujue ya kwamba si ibada wala si amal ambao kwamba inamfikisha mtu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ni nia yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizi amal tunazozifanya haangalii ukubwa wa ibada, haangalii ibada yenyewe, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia nia. Hivi nia njema ama nia mzuri ndio kitu ambacho kwamba kitamboresha huyu mtu, ama kitamfikisha mtu katika mambo mema, ama katika mambo ya khairat. Nia ndio inaweza kuenda kukuweka pahala pazuri, na vile vile mtu kwa nia yake mbovu, kwa ile nia yake, basi itakwenda kumweka pahala pabaya. Na katika kutengeneza nia, kurekebisha nia, ama katika njia njema, mmoja mwenye kusema anasema: wasahihi niyata qabla al-amali
fa'ti biha maqrunatan bil awwali fasahihi niyata qabla al-amali, kabla ya kufanya ibada yoyote, kabla ya kufanya amali yoyote, kitu cha kwanza yatakikana mtu arekebishe nia yake, aangalie nia yake. Mimi nataka kufanya jambo kama hili, nia yangu ni nini? Mimi nataka kutoa sadaka yangu kama hii, nia yangu ni nini? Kitu cha kwanza ni kurekebisha nia. Ndilo nalo jambo kama lile ambalo kwamba liko nyuma yake, ndilo maana ama ndio maana jambo kama lile likubaliwe, lipokelewe, ndio mpaka itenge nia. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini ndani ya Al-Qur'an Karim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaridhia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia radhi wale masahaba ambao kwamba waliomvoti Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim. Mwenyezi Mungu aliangalia nyoyo zao, Mwenyezi Mungu alitizama undani wao, akaona nyoyo zao ziko safi, akaona nia zao ni njema, nia zao ni mzuri. Kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia radhi. Angalia zawadi gani kubwa sana, bahati kubwa sana mtu kupata radhi ya Mwenyezi Mungu. Wako hapa hapa duniani, wako hapa hapa na uhai wao, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawathubutishia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Mwenyezi Mungu anawajaalia, anawapatia kwamba Mwenyezi Mungu amewaridhieni nyinyi. Na hakuna kitu mtu kama apate radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya mambo yote, hizi juhudi zote toka kwa mitumi na waumini wote na masahaba zote, haya matendo wanafanya kwa ajili ya kutafuta nini? Radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini angalia, Mwenyezi Mungu amefungamanisha radhi yake. Kwa nini? Kuangalia nia zao zilipokuwa njema, nia zao zilipokuwa safi, lakini hakuangalia kule kumbai kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kumvoti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali aliangalia nia. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mfano wa huu ummati Muhammad ni kama mfano wa watu wanne ama makundi manne. Mtu wa kwanza ni mtu ambao kwamba Mwenyezi Mungu alimwafikia, akamjalia, akampatia elimu, Mwenyezi Mungu akampatia na mali, akawa mali kama yale anayatumia kwa njia anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatumia mali kama yale kama alivyoamrishwa, kama ni kusaidia mafukara, kama ni kusaidia maskini, mali kama yale. Kisha na mtu wa pili ama kundi la pili ni yule mtu ama ni lile kundi ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu kama yule amemjalia, akampatia ilmu, lakini hakumpatia mali. Akawa elimu kama ile anaieneza, ana elimu kama ile anafundisha watu, anajulisha jamii, lakini akawa mtu kama huyu hana mali, akawa anatamani na anasema ya kwamba lau mimi angenipatia na mali ingekuwa nafanya kadha na kadha na kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa ajruhuma sawa, ujira, thawabu ama malipo ya hawa watu wawili ni sawa sawa. Angalia huyu wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja kwamba ilikuwa hana mali ama hana kitu chochote, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ujira wao ni sawa sawa na yule ambao kwamba mwenye mali na anatoa mali kama yale, na huyu hana mali, lakini thawabu ni sawa sawa kwa ajili nia yake Mwenyezi Mungu aliangalia ikawa ni njema. Mtu wa tatu ni yule mtu ambao kwamba yeye ana mali, lakini mali kama yale anayatumia kwa njia sio ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anairidhia ama anaitaka. Anatumia mali katika uchafu, anatumia mali katika uharibifu, anatumia mali katika njia mbaya mbaya. Na mtu wa pili hana elimu wala hana mali, hana elimu wala hana kitu chochote, lakini akawa anasema mimi Mwenyezi Mungu akinipatia mali basi watu watanitambua. Mimi Mwenyezi Mungu akinipatia mali nitafanya 1 2 3, nitafanya kadha, nitafanya kadha. Yani
anatamani lau Mwenyezi Mungu angempatia mali angefanya kila uharibifu, kila uchafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu kama hawa, aliyetumia mwenye mali na akatumia mali katika njia mbaya, na yule ambao kwamba hana mali lakini ilikuwa nia yake lau atapata mali atatumia katika njia mbaya, wote ni sawa sawa. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliangalia matendo yake, la bali nia yake ilikuwa ni mbovu, nia yake ilikuwa ni mbaya. Lau atapata mali atatumia njia mbaya, basi kwa ajili ya nia yake, basi hivyo hivyo ndivyo atakavyoadhibiwa atakavyokuwa siku ya Kiyama. Kumalizia, bwana mmoja alikuwa anatembea katika zama za Bani Israili, ama katika watu wa Bani Israili, anatembea basi njiani akapata mlima hivi mdogo wa mchanga. Akasema bwana kama huyu, lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama lau ningekuwa na chakula mimi saizi ya hii mchanga, ama saizi ya huu mlima, basi mimi ningekwenda kuwalisha hawa Bani Israila ili waondoshe hii njaa yake. Yani anatamani lau ule mlima ungekuwa ni wa chakula, anasema mimi ningechukua chakula changu kama hiki, niende nikawasaidie, nikawapatia wale Bani Israila ili waondoshe njaa yao na ile tabu yao ambao kwamba walikuwa nayo. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletea wahi nabii ya wakati kama ule wa ile Bani Israila, aende amwambie ya kwamba yule aliyepita na akaona mlima kama ule wa chakula na akasema maneno kama haya, mwambie ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia thawabu, amekupatia malipo kama vile ambao kwamba ulivyokuwa umenuia, ama kama vile ulivyokuwa umesema. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlipa bwana kama huyu kwa ajili ilikuwa nia yake ni ya uhakika, nia yake ni ya usawa, nia yake ni njema. Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akamlipa, amwambia kwamba wewe utapata thawabu vile vile sawa sawa kama ulivyokuwa umetoa chakula, ama kama mtu ambao kwamba ametoa chakula. Yote hii ni nia. Nimependa tukumbushane ikhwatal iman, ama enyi watamazaji, ya kwamba tunafanya khairati mbalimbali, tunafanya amali mbalimbali, tunafanya ibada mbalimbali, lakini yote haya kitu cha kwanza tufanye na ikhlas, tufanye kwa nia mzuri na tufanye kwa nia njema. Ndio haya yote ambayo kwamba tunafanya katika mwezi wa Ramadhan na katika miezi mingine, ama na katika siku nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo atakavokuyakubali na ndivyo atakavyoyapokea lau ama pindi tutakapokuwa tumerekebisha nia zetu na tumetengeneza nia zetu. Tufanyeni kwa ajili ya Allah, tusifanyeni kwa ajili ya dini, wala tusifanye kwa ajili ya mtu ama kwa ajili ya kitu ama kwa ajili nipate dunia ama nipate mambo mengine, bali tufanye kwa ajili ya Allah. Hapo ndipo tutakapofaulu. Lakini kinyume ya hiki, la mtu atakuwa nia yake si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi itakuwa ni kujichokesha, basi itakuwa ni taabu, basi itakuwa ni usumbufu kwake yeye, kwa sababu Mwenyezi Mungu haangalii ibada kama tulivyotangulia kusema, bali anaangalia nia mzuri. Basi kwa haya machache, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azikubali ibada zetu, azikubali amali zetu, pamoja na taksiri zetu, pamoja na mapungufu yetu. Mwenyezi Mungu azikubali sadaka zetu, ibada zetu, na yote yale ambayo kwamba na somo yetu ambayo kwamba tunafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarhamu, aweke pema palipo wema, awakunjulie makaburi yao, awatilie nuru katika makaburi yao waliotangulia mbele za haki, Waislamu wote, waumini wa kiume na waumini wa kike, na sisi ambao kwamba tuko nyuma. Mwenyezi Mungu inshallah atupatie husnul khatimati indal maut. Wa ila huna antahi wa qulu assalamu alaykum wa la afwa minkum.